maana nilipata nafasi hiyo kwamba nipeleke kero baada utakapokuwa umesema, lakini nichomeke hapa hapa. Mheshimiwa Ado, na kuagiza haya kwa niaba ya wananchi kama mtumishi wa Mungu. Kumbe tembo bwana wana uwezekano wa kuweza kuwadhibiti. Wanawezekana kudhibiti. Ngoja nikwambie, kaseme. Nchi yetu ya Tanzania sisi sio maskini hata kidogo. Wale tembo uwezekano wa kudhibiti ni hivi. Kuna hizi ndege nyuki, drone. Kaseme huko. Drone ina uwezo wa kumfukuza tembo mpaka maliasili huko. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa, mimi nimesimama hapa na majambo yangu mawili. Kwa jina naitwa Dalia Saidi. La kwanza kuhusu ajira. Baba, sisi ni wazazi. Hasa mimi leo hapa ni miongoni mwa wazazi ambao wanaumizwa na hilo. Tumekuwa watoto wetu wakifaulu tunahimizwa watoto tuwapeleke shule. Kweli tunapambana, watoto tunawapeleka, wanaenda mpaka chuo, wanafanya vizuri. Lakini ukiangalia kwenye upande wa ajira, kwa upande wetu sisi hasa huko watu wa kusini, tunakuwa na changamoto sana. Ajira zikitoka, ina maana hata leo hivi ukifika halmashauri ya wilaya, angalia orodha ya wafanyakazi wa pale, asilimia kubwa ni watu wa kaskazini. Sisi ambao tuko hapa wazazi tunasomesha kwa shida na watoto wetu wamefika kwenye hatua nzuri, watoto wetu huwa hawaonekani. Hilo kwa kweli linatuumiza. Nilitamani ifike siku kama hii ya leo nikutane na wewe baba. Leo niliposikia mkutano wako, kuna message nilituma kwenye simu yako. Katika watu waliotuma ile message nilikuwa ndo mimi. Baba, tunaomba ulichukue hilo. Mimi nilihangaika sana na mwanangu mwaka jana baada ya kusimamishwa chuo. Nilipiga simu kwako nikakuomba, naomba unisaidie, mimi ni mzazi wa hali ya chini. Mwanangu amesimamishwa chuo kwa kukosa ada. Mtoto yule leo amemaliza. Nitaumia sana ikionekana mtoto anakaa naye mtaani na hangaika naye. Kwa kweli inaumiza. Tunaomba na sisi tuangaliwe. Hilo la kwanza. La pili, kuhusiana na kiwanda cha korosho Tunduru. Baba, kile kiwanda sisi tulikuwa kinatusaidia sana sisi wamama. Kimefanya kazi kwa muda mrefu. Mimi mwenyewe ni miongoni mwa watu waliofanya kazi kwenye kile kiwanda ndani ya miaka 10. Kilisimamishwa baada ya kuonekana kinaendeshwa tofauti. Tunaomba baba, kile kiwanda kama kuna uwezekano kirudi, watu waendelee kufanya kazi